Niliandika nikasema hivi, tendo la kuwa mwana ni jambo endelevu na halitokei mara moja papo kwa papo. Maana swala la kuwa mwana linahitaji mtu aweze kupata vinasaba vya mbinguni, kupata vinasaba vya mbinguni, au Waingereza wanaita DNA, kupata DNA ya Kristo. Yaani maana yake mtu awe na tabia ya Kristo, awe na maisha yanayomfanania na Kristo, awe na mwenendo na usemi unaomfanania Kristo. Hiyo ndio kuwa mwana. Kuwa mwana, kisema huyu ni mtoto wangu, kienda kupima biolojia yake, utaona chembe chembe za uzazi wangu, za damu yangu. Kwa hata tunapokuja kwa Yesu tunahitaji kupata hizo chembe chembe kwenye maisha yetu, kwenye mienendo yetu, kwenye usemi wetu, kwenye matendo yetu, kwenye tabia yetu. Na tendo hili huwa linafanyika mara mtu anapokuwa amechukua maamuzi ya kubadilika. Tendo hili la kupata vinasaba vya Kristo, kupata DNA ya Kristo, inatokea mtu anapokuwa amechukua maamuzi ya kumfuata Yesu, kuacha mambo yake binafsi. Kuna watu wanakuwa kanisani lakini wana mambo yao binafsi, wana maisha yao binafsi na kwa jinsi hiyo hawawezi kuwa wana, wanakuwa ni watoto wa mtaani. Sio waenda kanisani wote ni wana wa Mungu, hapana. Wale ambao wamekubali mioyoni mwao, wameamua mioyoni mwao, wamedhamiria mioyoni mwao kuyaacha ya kwao, kuacha mila zao, kuacha maisha yao ya dhamani na kuamua kumfuata Kristo, kuacha ubinafsi wao,